Yes, ndugu mtazamaji wa Sayuni Gospel Flavor, kwa majina yangu naitwa Emmanuel Samson Mwandute na siko peke yangu, nimeambatana na ndugu. Umeambatana nami Steven Ezekiel Mashambwa, presenter wako wa Sayuni Gospel Flavor. Yes, ndugu mtazamaji wa Sayuni Gospel Flavor, kama jinsi alivyojitambulisha bwana Ezekiel, ni kipindi tena na majira mengine ambayo Mungu ametupa kibali, ametupa nafasi kati yangu mimi na wewe ndugu mtazamaji na wote ambao tuko hapa kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho kimekusudiwa tena na Mungu kwa majira na nyakati kama hizi. Yako maswali kadha wa kadha ambayo huwa yakisumbua katika jamii, aidha kwenye dini zetu, aidha kwenye mazingira yale ambayo tuko nayo, pasipo kutofautisha udini au ukabila wa mtu. Na ni maswali ambayo yamekuwa ni korofi sana katika jamii. Na pengine labda yako maswali mengi ambayo au majibu ambayo uliyapata hayakuweza kukidhi haja ya moyo wako au haja ya matarajio na vile ambavyo ulikuwa unafikiria. Kwa hiyo leo sisi kama timu nzima ya Sayuni Gospel Flavor tuko kama kukuwakilisha ili tuweze kuuliza yale maswali na kupata majibu yale ambayo Mungu aliyakusudia. Na hatuko peke yetu, tuko moja kwa moja tena mbashara na mtumishi wa Mungu atajitambulisha mwenyewe kwa majina yake na huduma yake kwa ujumla. Karibu. Amina. Jina langu ni mchungaji Luther Monko Majoji, nafanya huduma hapa Tabata, Kimanga, Dar es Salaam, kwenye huduma ya Discipleship Gospel Ministry chini ya kanisa la Pentecoste Arusha. Karibu sana kwenye kipindi chetu. Mungu akubariki sana mtazamaji. Asante sana mchungaji. Nafikiri ndugu mtazamaji wa Sayuni Gospel Flavor umemsikiliza mchungaji kama jinsi alivyojitambulisha. Kwa hiyo twende moja kwa moja kwenye maswali yetu yale ambayo yapo, lakini kabla hatujaenda kwenye mada nzima, nipende tu kukukumbusha ndugu mtazamaji wa Sayuni Gospel Flavor kwamba kipindi chetu kinarushwa kila Jumatano kuanzia saa 10 mpaka saa 12 na Jumamosi saa 10 mpaka saa 12. Ni matukio mbalimbali ambayo huwa yanarushwa. Kwa hiyo usikose kuingia kwenye akaunti yako, utapata vitu vizuri. Moja kwa moja basi nimkaribishe ndugu Steven Ezekiel Mashambwa ili aweze kutuletea swali letu. Karibu. Asante. Mchungaji, kwa mara nyingine tena nafurahi. Karibu sana katika barikiwe sana. Barikiwe sana ndugu Ezekiel, karibu sana. Asante. Kumekuwa na maswali mbalimbali ambayo yamekuwa yakitatiza watu wengi walioamini na ambao sio waamini. Lakini kwa leo nina swali moja ambalo ninawawakilisha watu walioko nyuma yangu. Nadhani na wenyewe wangependa kuuliza hili swali. Je, ni halali kula nguruwe? Wataalamu wanaita kitimoto. Je, ni halali kula nguruwe kwa mtu aliyemwamini hata ambaye sio muamini? Maana inakuwa kama kwa ujumla. Je, ni halali kula nguruwe kwa mujibu wa maandiko, pia kwa imani ambayo uko nayo? Unaweza kutusaidia? Amen. Asante sana ndugu mtangazaji. Lakini kabla tujaenda mbali, kwanza ngoja nimshukuru Mungu. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya kipindi hiki. Asante kwa ajili ya mtazamaji anayetutazama kwa wakati huu. Bwana, tunahitaji ufahamu utokao kwako na nuru ya ufahamu, ili kwamba tuelewe haya ambayo tunaenda kuyajadili. Bwana, tusaidie sisi, tusaidie pia mtazamaji ambaye anatutazama kwa wakati huu katika kipindi hiki, na umbariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wacha nirejee kwenye swali la msingi, kwamba swali linauliza kuhusu uhalali wa kula nguruwe, kwamba je, ni halali kula nguruwe? Kama nilivyowahi kusema tena, haya ni sisi tunakuja ndugu mtazamaji na mada nzito ambazo wakati mwingine zimeleta tafrani huko mtaani kwenye masuala ya imani. Najua ni kati ya maswali sumbufu ambayo yamekuwa yakisumbua sana na kuleta mgongano katika mitazamo ya kiimani, lakini hatutachoka kuelimisha na kuwaelewesha watu. Na kama ambavyo nimekuwa nikisema kwamba mtazamo wa mazungumzo yetu na majibu yetu tunatoa
kwa msingi kabisa basically kwenye Biblia. Na kwa sababu hili swali liko kiujumla sana kwamba je, ni halali kula nguruwe? Je, ni halali kula nguruwe? Lakini nisema kwamba mimi nitajibu kwa ujumla wake kwa mtazamo wa Biblia, lakini pia kwa jinsi ambavyo ninaamini. Na ninaamini pia kwamba vile ninavyoamini huo mtazamo ni sahihi kabisa, na ukiungana pamoja nami Mungu atakusaidia kuelewa. Kwanza kabisa kwamba kwa habari ya nguruwe tunapata pengine katazo hili katika kitabu cha Mambo ya Walawi ile sura ya 11 na mstari wa 7. Labda kwanza tusome alafu tena tutarudi sasa kulijibu hili swali. Mambo ya Walawi, kama una Biblia hapo karibu, ndugu mtazamaji, fungua pamoja nami Mambo ya Walawi sura ya 11, alafu tuangalie ule mstari. Tuanze kabisa mstari wa kwanza, lakini hasa nguruwe ametajwa kwenye ule mstari wa 7. Biblia inasema kwamba Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani hao ndio mtakao wala. Pamoja na hayo, wanyama hawa mtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Anasema ngamia kwa sababu yuacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Anasema na wibari kwa sababu yeye hacheui lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Anasema na sungura, mstari wa 6, na sungura kwa sababu hacheui hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe, sasa hapo mstari wa 7, na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Asema msile nyama yao wala msiguse mizoga yao ya hao, ni najisi kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona hapa wanyama kadhaa wameelezewa ambao ni najisi na wasiopaswa kuliwa kwa mujibu wa andiko hili katika Agano la Kale, na hasa kwa jamii ya Israeli waliopokea sheria. Lakini tunaona pamoja na wanyama pamoja na nguruwe, lakini kuna na wanyama wengine, lakini sijajua kwamba kwa nini gumzo limekuwa ni nguruwe tu. Yaani huwezi kuona ngamia anazungumzwa sana, huwezi kuona sungura anazungumzwa sana, wala hatajitajwi na wibari huwezi lakini nguruwe huyu, kwa nini nguruwe? Na nadhani hili nalo ni swali la kujiuliza pia, hata kama nitatoa majibu hapa, lakini pengine hebu tujiulize, kwa nini iwe nguruwe? Kwa nini siwe ngamia? Kwa nini siwe sungura? Hata kama hawaliwi, lakini kwa nini sio story kubwa sana? Kwa nafikiri pia ukiangalia pengine kuna kitu kingine nyuma ya nguruwe ambacho pengine huenda watu wana chuki binafsi na nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini asizungumze na ngamia hivyo au sungura? Anyway, lakini nisiende sana kwenye hiyo. Niseme hivi kwamba tunasoma katika Agano la Kale, na Musa alipewa sheria, wana wa Israeli walipewa sheria. Wakati huo kulikuwa na ukuhani ambao makuhani waliokuwa wanasimamia hizi sheria kwenye Agano la Kale. Wale makuhani walikuwa wanaitwa Walawi, na ndio maana imeandikwa katika Mambo ya Walawi. Kwa hiyo sheria zote za Torati nyingi ziko katika Mambo ya Walawi. Kwa nini? Kwa sababu wale walikuwa ni makuhani wenye kusimamia utekelezaji wa sheria zilizotolewa na Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa hiyo makuhani walikuwa ni Walawi. Lakini kabla
nizungumze kabla ya sheria hii ambayo Mungu anawapa wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri, kabla huko nyuma hakukuwa na sheria. Huko nyuma hakukuwa na sheria. Na ukiangalia kabla hii sheria hawa wanyama walikuwa wanaliwa kabisa. Kwa hiyo inafika hapa Mungu anakuja anasema kwamba hawa wanyama wasiliwe, lakini kabla hapo walikuwa wanaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani hapo mchungaji, hata baada ya anguko wakati wa Nuhu, anatoka kwenye safina, pia Mungu aliwapa kabisa wanyama wale, isipokuwa uhai wao ambao ndio damu, wasiguse damu. Na niseme hivi kwamba kabla sijaenda mbali, Biblia na hasa katika Agano la Kale, Biblia ni lugha ya mafumbo. Na kila jambo ambalo tunalisoma katika Biblia linahitaji ufafanuzi, na ni kama Mungu aliweka maana iliyojificha katika yale maagizo na sheria. Alikuwa pia anatazama mbali sana. Tunapokuja kuangalia kwenye Agano Jipya ndio tunaelewa kwa nini Mungu alifanya hivyo. Tunaona kwamba kwenye Agano Jipya hivyo vitu haviingii sana. Kwa hiyo sio sheria moja. Na kwa taarifa yako ndugu mtazamaji, katika Agano la Kale kuna sheria zaidi ya 600 ambazo zilikuwa na makatazo, ambazo leo ni pamoja na hii kutokula nguruwe na baadhi ya wanyama, na tuliwahi kujadili habari ya Sabato na vitu vya namna hiyo. Lakini watu wanaweza wakawa wamebakisha vitu vichache sana ambavyo wanavishikilia, ila zile sheria zote 600 ni kama hao pia wanaoleta ukinzani katika mambo haya hawazishiki zile zingine, zile zaidi ya 600 pia. Kwa hiyo unakuta labda kuna vitu vichache. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Mungu alihalalisha kabla ya sheria, hawa wanyama walikuwa ni halali. Sasa swali linakuja, inakuwaje Mungu hapa anakuja anaweka sheria? Bila shaka Mungu alikuwa na maana, kulikuwa na fungo na fundisho ambalo alitaka kutufundisha. Kwa hiyo na Biblia nasema kwenye kitabu cha Waebrania kwamba Agano la Kale lilikuwa ni kimvuli cha Agano Jipya. Kwa hiyo watu wanapoyatafsiri mambo kwa mujibu wa Agano la Kale au wanapoyaishi maisha yale ya Agano la Kale, ni kama kusema, unajua kimvuli mtu hawezi leo, ndugu Ezekiel, kwamba mtu akiona kimvuli chako hawezi kukutafsiri wewe Ezekiel kwa mujibu wa kimvuli. Yani hawezi kukutafsiri wewe, yani hawezi kukuelezea wewe kwa mujibu wa kimvuli. Lazima ataona hicho kimvuli kitamuonyesha mpaka afike mahali ambako mwenye kivuli alipo, ndipo anaweza akamjua. Kwa hiyo watu wanashindwa kujua Agano la Kale kwa sababu lilikuwa ni kimvuli, halikuwa ni sura hali. Sasa Agano Jipya ndio linakuja kufunua kwa nini Mungu aliweka hivi vitu, kwa nini Mungu aliweka makatazo haya. Kwa hiyo kwenye Agano la Kale ilikuwa ni kama lugha za fumbo. Labda kabla sijaendelea, kwa sababu kuna pointi ambayo nataka nisome, kwamba kule sheria ya kutokula nguruwe ilitajwa kwenye Agano la Kale, na wakati huo Walawi ndio walikuwa wanasimamia zile sheria. Kwa hiyo ni sheria ambazo zilitolewa wakati wa ukuhani wa Walawi. Lakini leo hatuishi katika ukuhani wa nani? Na mtazamaji, shika hiyo pointi. Leo hatuishi katika usimamizi wa ukuhani wa Walawi. Katika kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya 2 na mstari wa 9 na 10, Biblia inasema kwamba sisi ni uzao mteule, taifa takatifu, ukuhani wa kifalme na watu wa taifa la Mungu. Tumeitwa ili tuzitangaze fadhili zake yeye aliyetuita tutoke gizani na kuingia nuruni, ambao kwanza hatukuwa taifa, lakini sasa. Kwa hiyo tayari huu kuhani umebadilika, sio ule tena wa nini. Kwa maana yake huu sasa, tukisoma kwenye kitabu cha Waebrania, hebu ngoja niangalie hapo alafu nitoe nafasi tena kama kuna maswali. Waebrania ile sura ya 7 na ule mstari wa 11, hii nafikiri watu wengi huwa hawaigusi wanapofafanua jambo hili, lakini hii italeta maana nzuri sana kwa mtu anayetaka kujifunza. Sura ya 7 ya kitabu cha Waebrania na ule mstari wa 11 na wa 12, nisikilize vizuri. Biblia inasema hivi: basi anasema, kama ukamilifu haukuwepo kwa ukuhani wa Lawi, anaweka mabano, anasema maana na watu wale waliipata sheria kwa huo ukuhani, yani kwa huo.
Kwa hiyo anasema kama ukamilifu ulikuwapo katika basi kama ukamilifu ulikuwapo katika ukuhani wa Lawi, maana wale watu wana wa Israeli walipokea sheria kwa huo ukuhani. Asema kulikuwa na haja gani tena ya ukuhani mwingine uinuke kwa mfano wa Melkizedeki? Wala sijui kama hapo inaeleweka vizuri, kwamba kama kulikuwa basi na ukamilifu kwenye sheria hizi wakati wa usimamizi wa ukuhani wa Walawi, ambao ndio sheria hizi zote zinatolewa. Sasa kulikuwa na haja gani tena ukuhani mwingine ambaye ni Yesu Kristo? Kwa hiyo ina maana tayari tunaona kabisa kwamba ukuhani huu ambao unasimamia agano hili jipya ni ukuhani mwingine kabisa. Na hii ni pointi muhimu ambayo nafikiri inaweza ikajumuisha majibu yote. Watu wanasema kwa nini mnaibagua Biblia hivi na hivi, na Yesu alisema sikuja kuitangua bali kuja kuikamilisha. Lakini lazima wafafanue ule ukamilifu ukoje. Bwana Yesu asifiwe. Labda mchungaji hapo kabla haujaendelea kama Yesu alivyosema, manake tumeanza kupata sasa mwanga kwamba kulingana kile kilikuwa ni kipindi cha Walawi au kipindi cha sheria. Sasa kwa nini tuingizia? Lakini tukianza kuangalia hapo kwenye agano jipya baada ya Yesu Kristo kuondoka, tunatazama pale kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Kornelio, na Kornelio na mtu mmoja alikuwa anaitwa Petro. Tunaona maandiko yanapotuambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba Petro alivyokuwa amefunga akapata na njaa, kabla ya kuandaa chakula akawa amekuwa kama amefanyaje, amezimia. Tunaona likatoka kama tambara ambalo limejaa wanyama, limejaa wanyama wale walio wabaya. Kwa hiyo tunaona pale wasioruhusiwa kuliwa kiwemo nguruwe. Lakini tunaona Petro akakataa kwamba mimi siwezi kula wala siwezi kujinajisi kwa ajili ya wanyama hawa wachafu. Sasa tukianza kuangalia tunaona Petro ni miongoni mwa watu ambao walikuwa katika agano jipya, ambao walikuwa wakiishi katika neema. Sasa je, hapa inakuwaje kama? Asante sana. Tena swali lako na linakuja kwa wakati mwafaka. Lakini ngoja nimalize kipengele kimoja alafu ndio niingie hapo vizuri. Na bado tuko kwenye kitabu cha Ibrania hapa, kwanza nimalize sema kwamba kulikuwa na haja gani kama basi lile kama sheria zilikuwa kamilifu na agano hili la kale, kulikuwa na haja gani ya kuja agano jipya na ukuhani mwingine mpya? Anasema ule mstari wa 12 kwamba maana ukuhani ule maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Okay. Maana ukuhani ule ulibadilika, baada ya kubadilika unakuja ukuhani mwingine na sheria zake. Lazima uje na sheria zake, hauna budi kubadilika. Na anasema kama basi ule ukuhani pamoja na agano lile ulikuwa na ukamilifu kiwango cha kufuatwa mpaka leo, kulikuwa na haja gani kuja ukuhani mwingine na agano lingine na usimamizi wa kuhani mwingine ambaye ndio Yesu Kristo, ambaye leo hatuna ule utaratibu wa zile ibada za agano la kale ambazo ndio zilikuwa zinasimamia hizi sheria sasa. Nafikiri hapa inaeleweka vizuri. Kama ukuhani ulibadilika, iweje mtumie sheria zile za ukuhani mwingine? Kwa hiyo na kuchallenge mtazamaji ambaye mara nyingi unakuwa unapinga agano lilibadilika, ukuhani ulibadilika, sheria. Biblia inasema kwa nini? Nasema ni budi sheria nazo zibadilike. Sasa nakuja kwenye swali lako. Umeuliza kwamba tunamwona Petro katika agano jipya. Anaona maono wakati amelala, anasikia njaa. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ni ile sura ya 10 kuanzia mstari wa 9 na kuendelea mpaka 16. Tunaona kabisa kwamba wakati amelala analetewa kama shuka of course ilikuwa ni kama tu wakati wa kukuwa na masahani kama haya, pengine limekuja tu kama limebeba hao wanyama wengi, ni wale wanyama najisi ambao tumesoma kwenye agano la kale hapa kwa mambo ya Walawi. Lakini Petro kuna sauti kamjia kamwambia inuka uchinje ule. Lakini kwa sababu yeye ni mshika sheria, alishajifunza sheria muda mrefu na amezaliwa katika jamii ya Kiyahudi ambayo inaheshimu sana kutokula nguruwe, akasema Bwana, haijawahi hata siku moja kutokea nikala najisi. Lakini Mungu akamwambiaje? Asema ikatokea hivyo mara 3.
Lakini Mungu akasema usiviite vilivyotakaswa kuwa najisi. Usiviite vitu ambavyo vitakatifu kuwa najisi. Swali linakuja, huyu Mungu aliyeuzuia nani watu kula najisi kwenye Agano la Kale, ndio huyu anamwambia Petro kwamba usiviite najisi vitu vilivyotakaswa. Kwa maana hiyo ni kama anamwambia Petro kwamba tayari hivyo vitu ambavyo mwanzo vilikuwa najisi katika Agano la Kale sasa hivi vimetakaswa. Na vimetakaswaje sasa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimesema Biblia ni lugha ambayo inasimama kama ni lugha ya mafumbo. Ni lugha ya mifano. Kwa Kiingereza tungeweza kusema ni symbolic language. Symbolic language maana yake kwa mfano kwenye Agano la Kale au kwenye Biblia ukisoma mti, maana yake pale hauzungumziwi mti, anazungumziwa mtu. Anapozungumzia kondoo, hazungumzii kondoo wanyama, anazungumzia kondoo watu. Pengine alipokuwa anazungumzia nguruwe hapa, nguruwe alikuwa anasimama kwa maana nyingine kabisa kwenye Agano la Kale hapo, mpaka sasa watu wengi hawajapata kuifafanua na bado inabaki kwenye mabano. Kwa hiyo hapa tayari ukiangalia kuanzia mstari wa 17 kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume pale kwenye swali lako sasa, kwenye sura ya 10 kuanzia mstari wa 17, sasa baada ya yale maono, baadaye alipoamka Petro akaambiwa kuna mtu anakuita, kuna watu wanakusubiri. Ili sasa ili kwenda kufafanua hayo maono ya hao wanyama na nguruwe kwamba ilikuwa nini. Kumbe bwana, hao nguruwe walioletewa hawakuwa wale nguruwe ambao tunawazungumzia hapa. Lakini walikuwa ni watu wale wa mwanzoni ambao hawakumwamini Mungu, hawakuwa ni taifa la Mungu kama Israeli, taifa la maagano na sheria ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akamwambia kwamba wale waliokuwa na kuonyesha kama wanyama hawakuwa wanyama wale unaofikiria. Kwa hiyo ilikuwa ni hiyo wanyama walisimama kama alama tu. Hawa watu mataifa ambao umekuwa mkiwachukia, hawa ndio umewafanya kama wanyama, kwa hiyo mliwafanya kama nguruwe. Kwa hiyo nafikiri hapo ninaeleweka sasa. Wa Kornelio hakuwa Myahudi. Kwa maana nyingine hao ndio walikuwa nguruwe wenyewe. Kuna mahali pengine mataifa waliitwa mbwa. Ndio maana Yesu anamwambia yule mwanamke kwamba chakula cha watoto siwezi kuwapa mbwa. Kwa hiyo unaweza ukafikiri mbwa katika Biblia, kumbe mbwa alimaanisha wale watu ambao hawakuwa na nafasi kabisa katika sheria za Mungu. Unaona? Na ndio maana Mungu alipoitengeneza Israeli alitaka igeuze mataifa mengine ili wasiwe kama mbwa mbele za Mungu, wasiwe kama nguruwe mbele za Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa kwamba kumbe mfano huu wa nguruwe kwenye Agano Jipya ni tofauti kabisa. Kwa hiyo hapa ni kama Mungu anatufundisha, kumbe issue ya nguruwe bwana sio nguruwe wanyama hawa. Kwa hiyo wanyama walitakaswa tangu mwanzo kabisa kwenye Agano. Kwa hiyo sheria hapo Mungu alikuwa anaweka ili kutupa somo fulani. Kwa hiyo elewa, kwenye nguruwe kulikuwa na somo, sio nguruwe mnyama. Lakini mchungaji, wakati sheria hii inawekwa kihalisia kabisa ilikuwa ni nguruwe mnyama wasile. Lakini nyuma yake ilikuwa ni lugha ya picha. Umenielewa vizuri, na mtazamaji anapaswa kuelewa. Anapaswa kweli kabisa. Kwa mimi nilivyoelewa. Hata Yesu anaposema hivi, yule mwanamke anapoomba kwa Yesu kwamba kamponye mwanae, Yesu anasema siwezi kutoa chakula cha watoto nikawapa mbwa. Na unajua watoto wanazungumzwa ni Israeli. Lakini mbwa, yule mwanamke alikuwa Mkananayo, maana yake ni Mkanaani. Hakuwa Mwisraeli, hakuwa mtu wa agano la Mungu kwa mujibu wa Agano la Kale. Na kwa mujibu wa Waisraeli, hao waliokuwa sio Wayahudi ni kama mbwa, nguruwe na vinginevyo. Yaani unaweza kuwaita wateva, mangamia, kila kitu. Ndio maana Yesu anasema kuna watu unajua anaposema pia ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Hapo anafananisha moyo wa yule mnyama ngamia jinsi alivyo mnyenyekevu, kwamba watu wenye moyo wa unyenyekevu kiwango cha ngamia. Kwa hiyo kuna watu wana mioyo ya ngamia. Usiwe unanielewa vizuri. Kwa hiyo wale wanyama walisimama pia kama alama fulani inayowakilisha baadhi ya mataifa.
Kwa hiyo hilo ni somo ambalo pia mtazamaji unapaswa kuelewa. Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni fumbo kubwa, mtu mjinga hawezi kulitambua. Kwa hiyo inahitaji nuru ya Kristo ili pia kuondoa ubishani ambao umekwepo katika jamii. Biblia inasema, Yesu akasema katika kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 15 na kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 11, anasema sicho kiingiacho ndicho kimtiacho mtu unajisi. Sicho kile kinachoingia kinywani, lakini kile kinachomtoka ndicho kimtiacho mtu unajisi. Kwa maana nyingine, hakuna chakula kinachoweza kukutia unajisi katika miongoni mwa hivi vyakula. Kwa hiyo tuseme huyu Yesu ambaye watu wanasema kwamba alisema sikuja kuitangua Torati, hapa kabisa anasema kwamba habari ya vyakula na kunawanawa na vitu vingine, hivyo ni vitu vya mwilini tu. Lakini kabla kwa mchungaji, ndio kuna mtu na nafikiri si mmoja tu, nafikiri ambao aliwahi kuzungumza kwamba kwa tafsiri na mazungumzo haya jinsi alivyo, kwamba inamaanisha kwamba sasa Biblia ni sawa na msitu mnene ambapo watu wengi wanapotelea. Nimetoka kuongea kwa pointi ya kwamba si kila kitu kimwingiacho mtu kimtiacho unajisi, lakini kile kimtokacho. Na tunaona kuna baadhi ya watu pengine wapo wanatutazama na zipo basi hata pombe kwa mujibu wa maandiko. Sasa kunywa kidogo ili usifanye, ila usilewe. Wewe kunywa ila usilewe. Na tunaona sasa, je, kwa hapa labda kwa faida ya yule mtazamaji au labda kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye analisoma neno la Mungu straight, sasa analisoma anaposhika ili andiko na kuanza kulitendea kazi. Maana yake tunaona mfano akasoma kwamba Bwana usile nguruwe, na yeye akashika kwamba mimi sasa nisile nguruwe, au labda si kila mtu kimwingiacho kwamba sinajisi, akaenda kanywa pombe kwamba kwa kuwa anakunywa naenda kuflash. Basi sasa tunaona huyu ni kosa lake ni wapi, kama ndio hivyo amefuata maandiko, maandiko sio na tunaona wote hao yote makundi ya watu wanafuata maandiko. Uko sawa. Na hii nilijua tu kwa yote vile, kwa mtu ambaye anafikiria ukisema ile pointi kwamba kiingiacho sicho kimtiacho mtu unajisi, bali kile kimtokacho, kwa vyovyote atarudi kwenye pombe, atarudi kwenye labda hata madawa ya kulevya au bangi na vitu vya namna hiyo kuvihalalisha. Wacha niseme hivi, kulingana na lile swali lako sasa, kwamba kwa nini kwenye agano hili pia jipya mtu anaweza kusema kwamba kama Yesu alisema kwamba vilivyo na si kila kiingiacho ndicho kimtiacho mtu najisi. Maana yake ni hivi kwamba yale ambayo Mungu alitaka yaendelee kutenda kazi katika agano jipya, yani kwenye kizazi chetu, Mungu aliyaweka bayana kabisa na Yesu aliyasema. Unaona kwa hiyo yani yale ambayo na yale ambayo yote ambayo kabisa kwamba Yesu alitaka yabaki yamebaki. Lakini sheria nyingi za agano la kale, napenda ieleweke hivi kwamba Yesu alizipangua kwa sababu alikuja na ukuhani wake mpya kabisa. Na kwa kumalizia hapo niseme kwamba kwenye agano jipya Yesu hakuleta sheria. Yesu alileta neema. Sheria yenye makatazo mengi pamoja na habari ya vyakula haihusu sana kwenye agano jipya. Agano jipya Yesu alikuja, alileta neema, lakini kitu kikubwa kupitia hiyo neema Yesu alileta ufalme, alikuja kutangaza ufalme. Sasa katika ufalme Yesu hakushughulishwa na hivi vitu vinyonge kabisa, mambo ya vyakula haya. Kwa watu tunabishania vyakula, Yesu wala hakuwepo kwenye swala la vyakula kabisa. Yesu alikuwa anazungumzia habari ya ule utu wa ndani. Yaani anataka kugusa vitu vya mwilini sana. Na katika ufalme ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 14 kuanzia mstari wa 17 hadi wa 18, Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, yaani hauhusiani na mambo ya vyakula na vinywaji. Anasema isipokuwa sasa ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni kitu kinachohusu tu maisha na tabia
lakini sio masuala ya msosi ambayo mara nyingi imekuwa. Kwa mimi niseme tu hapa, kwa sababu tumekuwa tukijadili habari ya nguruwe. Mimi nadhani tu kuna watu ambao kwa imani zao hata ungewaambiaje, hata ungewaelimishaje, wameshakaririshwa hivyo, wameshaaminishwa hivyo na imani na nguvu, wameambiwa nguruwe ni haramu. Inahitaji Roho wa Mungu awasaidie ili wasishughulike na mambo ya vyakula, washughulike na vitu vya kimsingi ambavyo ni tabia za kimungu. Amen. Na ndio maana hata Yesu alipokuja, unajua alijua amri 10 hazijawasaidia watu kuacha dhambi. Yeye mwenyewe akawa ni mwisho wa sheria. Kwa hiyo mtu akimpata Yesu mwenyewe anaweza kuacha dhambi. Lakini mtu asipokuwa na Yesu akashika amri 10 atazivunja tu. Unaona? Kwa hiyo mimi napenda tu pia wakati tunavyofundisha mtazamaji aendelee kutuelewa. Kwa hiyo mimi nadhani pia kuna watu kama sisi hatuna shida na nguruwe. Tena tunapenda, of course nguruwe ni nyama nzuri na ni tamu. Anaweza msiwe tuna chuki binafsi jamani na nguruwe. Mbona msemi sungura, mbona msemi ngamia? Mimi nadhani tu ni masuala ya imani, lakini ukabari kwamba Mungu ashughuliki na masuala ya kutokula nguruwe. Yaani wala afikiri kabisa kwenye kizazi hiki. Hiyo ilikuwa ni lugha tu ya picha na ilikuwa ni kitu fulani ambacho Mungu alitaka kuja yaani aliongea na Waisraeli ili kuwasaidia. Lakini kwenye Agano Jipya, kwenye ukuhani huu wa Bwana Yesu Kristo, hatuwezi kabisa kufungwa na sheria nyingi za ukuhani wa Walawi. Kwa hiyo nadhani kwamba ningeweza kuweka hivyo vizuri. Ufalme wa Mungu au shughuliki na kula na kunywa, bali ni zile tabia za kumcha Mungu. Na Yesu akaweka amri moja akasema ni upendo. Wakati wengine wanashughulika na amri 10, lakini ukiwa na Yesu zile amri 10 zinafungwa katika amri moja, upendo. Hayo mengine utashughulika kwenda kuzini wala utashughulika kwenda kuiba, maana tayari unayo Yesu ambaye anaweza kukudhibiti moyo wako. Kwa hiyo nafikiri ingeweza kufafanua mambo hayo hivyo. Amina. Mchungaji, Mungu akubariki sana, na bila shaka mtazamaji wa Sayuni Gospel Flavor kuna kitu ulichokipata hapo na ufahamu wako kwa sehemu umefunguka. Kuna mahali ambapo ulikuwa lakini umeongezeka kwenda mahali pengine, kwamba usishughulike tu na vitu kama nyama au na vitu vinginevyo, lakini kumbe kitu cha msingi ni kumtii Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi, ambapo sheria zote zimekusanywa na kubaki sheria moja ambayo ni upendo. Asante sana mchungaji, bila shaka tulianza kwa sala lakini utamaliza kwa sala. Lakini kabla sinamkaribisha mchungaji, nipende tu kusisitiza mpenzi wa Sayuni Gospel Flavor kwamba ni maswali mazuri ambayo yatakufungua ufahamu wako, yataongeza uerevu wa maisha yako utakapofuatilia tu kipindi chetu kila siku Jumatano na Jumamosi saa 10 mpaka saa 12 na Jumamosi saa 10 mpaka saa 12. Ukifuatilia mlolongo wa maswali haya tunayouliza, kuna sehemu moja utatoka ya kimani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante sana kwa shiriki, akiwemo director wetu Eric Kati ambaye ndiyo mwandaji wa kazi nzuri unayoiona. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Kabla sijashukuru Mungu, niseme kwamba Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi kwamba kwamba kuna mtu mwingine kwa imani yake pungufu jamani, anajizuia kula kwa sababu anaona akila ni dhambi. Kwa hiyo usimlazimishe kula kwa sababu tumefundisha hivyo. Na Biblia inasema hapo tena kwamba kuna mtu mwingine ana imani, anakula vitu vyote tu, anapiga, anavibariki, alafu anakula kwa sababu Biblia inasema kwamba kila mnapopata kile chakula shukuruni na kibariki. Kwa hiyo sisi tunapotaka kula nguruwe tunambariki kwanza, au chakula chochote kile tunakibariki, tunamshukuru Mungu, tunapiga. Kwa hiyo wewe ambaye bado haujafikia viwango vya imani yetu, usithubutu, maana utaona kama umefanya dhambi. Ila kwa kweli hakuna mahali ambako kwa sasa hivi Mungu anatukwaza kwa ajili ya vyakula hivyo. Na niseme kwamba masomo haya hapa tunakimbizana tu kwa sababu pia ya ili angalau upate vionjo vile. Lakini ukitaka tutafuta kwa wakati wako. Ni masomo marefu sana, lakini hapa tunafungwa tu kwa sababu at least kuletee vile vichache ambavyo tunavyo, na ndio maana naona tunakimbia. Wakati mwingine tunatamani kueleza sana, lakini tunakuwa na tunafungwa na muda.
Basi baada ya kusema hayo, wacha niombe ili kwamba Mungu azidi kutusaidia. Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya wakati tumefanya hiki kipindi kwa msaada wako. Najua kuna mengi ambayo pengine watu wangetaka tuweze kufikia ili kukidhi haja ya maswali yao. Endelea kuwasaidia. Tumefanya kwa sehemu tu. Asante kwa sababu ninaamini utatupa mambo mengine kwa ajili ya watazamaji wetu. Naomba kwa ajili ya mtazamaji, mbariki. Pengine ana mahitaji mengine ambayo yanamsibu ya kimaisha. Bwana, tunakuamini Yesu Kristo kwamba unatenda mkono wako ukamuonekanie mtazamaji ili kwamba akapate kuona ukuu wako. Bwana, aseme hakika yuko Mungu aliye hai. Asante, tunakushukuru kwa ajili ya yote katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu hapo kwa ajili ya kuhitimisha kabisa, tusisahau kwamba labda kuna maswali au kuna kitu ambacho hujalizika nacho hapo. Namba za mtumishi wa Mungu Mchungaji Dr. Monko Majoji zitapita mahali hapo. Wewe utamuuliza kwa swali lolote, yuko free, utampigia simu atakusaidia. Lakini pia namba za Sayuni Gospel Flavor zitapita hapo za WhatsApp. Ukiwa na maswali yako na dukuduku lolote utatutumia kwa njia ya WhatsApp, tutapata ujumbe wako na tutafikisha mahali pale ambapo panatakiwa. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Barikiwe sana. Amen. Amen.